Pasi na shaka ubuheri mwanafamilia wa Mbayu TV, karibu sana katika YouTube channel yetu, na taarifa ambayo tupo nayo hivi sasa inaeleza kwamba jeshi la polisi nchini limetoa tahadhari kali kwa makundi na watu binafsi wanaotoa kauli, matangazo au mikutano inayoweza kuhatarisha amani na kuibua chuki miongoni mwa wananchi, likisisitiza kuwa halitasita kuchukua hatua kwa mujibu wa sheria. Katika taarifa yake iliyotolewa leo hii Novemba 21 mwaka 2025 na msemaji wa jeshi la polisi nchini katika makao makuu ya polisi jijini Dodoma, jeshi hilo limesema linaendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa hali ya usalama nchini, hususan katika kipindi hiki ambacho kimeshuhudiwa ongezeko la matamko yanayodaiwa kuashiria kuvuruga utulivu wa nchi. Taarifa hiyo imeeleza kuwa baadhi ya watu na makundi yamekuwa yakijitokeza kutoa misimamo na kauli zinazolenga kueneza chuki, hivyo jeshi hilo linaendelea kuchukua hatua kwa mujibu wa sheria. Taarifa hiyo imesomeka kwamba jeshi la polisi linaendelea kufuatilia kwa karibu hali ya kiusalama nchini na kuchukua hatua kwa ukiukwaji wowote wa sheria za nchi. Aidha, kumekuwepo na makundi mbalimbali, watu binafsi ambao wameendelea kujitokeza na kutoa matamko yenye kuashiria uvunjifu wa amani na kujenga chuki miongoni mwa jamii, jambo ambalo ni kinyume na sheria. Jeshi la polisi linatoa tahadhari kuwa haitasita kuchukua hatua dhidi ya mambo kama hayo yenye lugha laini na nyingine kali zenye uchochezi. Jeshi la polisi litaendelea kuchukua hatua kwa matamko na matendo yote yenye lengo la kuchochea chuki na vurugu nchini, wakati huu ambao nchi ikiwa na jukumu kubwa la kuleta maridhiano ili kulinda amani na utulivu na kuendelea kukuza uchumi wetu, kwani kukitokea vurugu kila mmoja wetu atapata athari hasa kiuchumi, kijamii na kiusalama. Imeweza kutolewa na msemaji wa jeshi la polisi makao makuu ya polisi Dodoma, Tanzania, kuelezea hali halisi ya usalama nchini Tanzania. Ambapo nakumbuka katika siku za hivi karibuni kumekuwa na makundi mbalimbali ya watu yakijitokeza katika mitandao ya kijamii na wengine wakiitisha mikutano na vyombo vya habari kwa lengo la kuweza kufikisha jumbe fulani ambazo mwisho wa siku zimeonekana zikiwa zina mlengo wa kueneza chuki miongoni mwa watu, hususan kuweza kuwagawa watu, na wengi wameenda mbali zaidi kusema kwamba huenda wanataka kuleta migogoro ya kidini, kitu ambacho ni hatari kabisa, na Watanzania hawajazoea kuishi maisha ya namna hiyo. Muislamu anaweza kawa ni ndugu na Mkristo, Mkristo anaweza kawa ni ndugu na Muislamu. Ni vitu ambavyo tumeweza kuvishuhudia kwa muda mrefu nchini Tanzania. Kwa hiyo haya matamko ambayo anakuwa analeta hali ya kuweza kuwahamasisha watu waweze kuleta mipasuko ya kidini inakuwa ni kitu ambacho si kizuri, na tunatoa kongole kwa jeshi la polisi kuweza kuliona hili na kuweza kuja na tamko hili pengine ambalo linaweza likawafanya watu waweze kurudi na kuonyesha msimamo wa jeshi la polisi kwamba ni kuhakikisha kwamba wananchi wanakaa katika mazingira ya usalama na kwa ushirikiano mkubwa kabisa. Bwana, mimi ni David Edward na hii ni Mbayu Online TV.